على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Alipofariki Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umma ulifadhaika kwa kiasi kikubwa sana. Umma ulifadhaika kwa kufa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kisa mashuhuri sana, mpaka baadhi yao hawakuamini kama Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki. Wakati wanarudi kumzika Mtume sallallahu alaihi wasallam, binti yake anauliza, hivi mliweza kumfukia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hii ndio hali yetu ndugu zangu katika imani. Tulikuwa tunagombea machepe hapa kumfukia ndugu yetu, kwa sababu tunampenda, kwa sababu ni mafundisho ya Uislamu. Lakini kila mmoja alipokea habari hizi za kifo chake kwa sura tofauti. Wako ambao hawakuamini, wanauliza yule na yule na yule kwamba ni kweli ameondoka ndugu yetu, kwa sababu hatukuwa na taarifa kwamba alikuwa akiumwa kadha wa kadha. Hatukuwa na taarifa hiyo. Alikuwa akifanya shughuli zake kama kawaida, bali alikuwa anaendesha mambo yote ya kidunia na ya kiakhera kama kawaida. Lakini ghafla ndugu yetu ameondoka. Ndio maana mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akatuambia, kafa bil mauti wa'idhan, inatosha kabisa mauti kuwa ni mawaidha. Mawaidha tunapewa sisi, tunaonywa kwamba sisi sote wakati wote tutakatika, hata bila ya taarifa yoyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wal mautu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi, kifo kipo karibu sana na sisi kuliko mkanda wa kiatu kile unachokivaa kile. Kipo karibu sana na wewe, upo karibu sana na wewe, basi kifo ndivyo kilivyo, tunatembea nacho. Sasa kikubwa ndugu zangu katika imani, Mtume aliposema kafa bil mauti wa'idhan, tuwaidhike na mauti, tusijisahau hata kidogo, kwa sababu utake ustake utakufa. Utake ustake utakufa. Allah anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka mayitun wa innahum lamayitun, wewe utakufa na wao watakufa. Hakuna ambaye atakayebaki katika dunia hii. Lakini nini kikubwa ndugu zangu katika imani, hii dunia yetu hii tunayoishi ni maandalizi tokea tunapozaliwa mpaka tunaondoka katika dunia. Maandalizi ya hapa ndio sehemu muhimu ya kuifikiri, kwa sababu hapa tutakuja, tutaingizwa hapa tulipo ni ndugu zake, jamaa zake, marafiki zake, na kuna mali zake, na kuna matendo yake yamekuja nayo. Sisi zote tutaondoka, mali zake zitabaki hapa duniani. Hapa kitakachobaki ni matendo yake mtu aliyofanya. Lazima ndugu zangu katika imani tutengeneze maisha yetu haya ya dunia kujiandaa kwa hapa. Maisha ya hapa ni magumu kwa yule mtu ambaye hajajiandaa na maisha ya akhera ambayo yanaanza hapa. Ndugu zangu katika imani, si jambo la mchezo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokuja kuzika kama hivi na masahaba, alikaa kando akiwa ameinama chini. Baada ya muda Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoinua macho yake, yalikuwa yanabubujika na machozi mengi sana.
kwa maana tokea alivyofika mpaka mwisho alikuwa akilia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa fikiri, Mtume analia, mimi na wewe, kwa nini tusione jambo hili kubwa tukahuzunika? Wako ambao bado walikuwa wanazungumza mambo ya dunia hapa, wako ambao bado walikuwa wanafikiri mambo ya dunia hapa, wakati sote ilipasa tuwe na maumivu makubwa na unyenyekevu hali ya juu, kwamba wakati wote tunaweza tukarudi hapa. Ndugu zangu katika imani, tubadilishe mtindo wa maisha yetu. Yatosha kuwa haya ni mawaidha tosha kabisa, kwamba wakati wote tutaondoka. Kwa hiyo mimi na wewe tujiandae. Jambo la kusikitisha, baadhi ya Waislamu hawaswali mpaka hivi sasa, licha ya kuwa jambo hilo linakariri, likakumbushwa na kukumbushwa na kukumbushwa, lakini bado tunajisahau. Tusijisahau jamani, mwisho wetu ni huu, mwisho wetu ni huu. Uwe mkubwa uwe mdogo, uwe tajiri uwe maskini, uwe kiongozi uwe raia wa kawaida, mwisho wako ni hapa tu, na hakuna kitakachokusaidia hapa isipokuwa matendo yako. Ndugu zangu katika imani, tukumbuke jambo hili, na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitufundisha kwamba tunapokuwa katika jambo hili, basi tumuombee ndugu yetu thabati. Allah ampe taufik na thabati ya kuweza kujibu maswali ambayo yataulizwa hapa. Ni maswali mepesi sana, lakini kama ukuingia darasani hapa duniani kusoma mtaala wa kujibu maswali hayo, hautaweza kuyajibu maswali hayo. Na mtaala wake ni kufanyia kazi yale ambayo yanayoulizwa katika maswali haya. Mola wako ni nani? Mtume wako ni nani? Kitabu chako ni kipi? Nini mawasiliano yako, alaka yako, mafungamano yako na Mola wako kila siku yako vipi? Na mtume wako yako vipi? Qur'ani na wewe mpo vipi? Hapa ndio itakuwa rahisi sana kwako. Wala haihitaji uende chuo kikuu, uende PhD, uende jamia sijui na shahada gani. Ni matendo yako yale ambayo unayatenda kila siku. Tumche Mwenyezi Mungu ndugu zangu katika imani. Tumche Allah sana sana sana. Tumwombee ndugu yetu الثبات والتوفيق. اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته بالقول الثابت. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Nafikiri hakuna la ziada, tumemaliza. Mambo mengine yale ambayo tumeyazungumza